Na hasa kwenye jamii zetu za sasa hivi ungeweza kushauri nini, kitu ambacho kinaweza kikatusaidia kupunguza ili janga la watu kufa kwa umri mdogo? Wewe kama daktari bingwa unatoa ushauri gani kwa jamii yetu? Mimi nachoweza kupunguza ni kwenye eneo ambalo nalifahamu mimi, kwenye haya magonjwa ambayo sio magonjwa ya kuambukiza. Tunaita hivyo, sio magonjwa kwa sababu unayapata hakuambukizi mtu mwingine. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe unavyoitunza afya yako na unavyojiangalia. Kwa kama tulivyosema, kama ni kazini, kama ni unakaa kazini, at least uwe kuna movement of some sort. Yani usio umekaa kwenye kompyuta siku zote, asubuhi umekula chai, chapati, mandazi, umekaa kwenye kompyuta, alafu mchana unakula wali, malage, nyama, unarudi kwenye kompyuta, jioni unatoka unaenda baa kidogo, unakunywa bia kidogo nini, afu nyumbani saa 3 unaenda kulala. Yani that means hujatumia hiyo wanga kwenye kitu chochote. Kwa hiyo inatakiwa hapo uangalie chakula chako unakula vizuri ambacho utaweza kutumia, una balance ile chakula chako kwenye sahani yako, uwe na protein ya kutosha, uwe na matunda ya kutosha, uwe na wanga kiasi, kwa sababu vyote unavyokula vitaenda kubadilishwa viwe vimeng'enya kwa ajili ya mwili kutengeneza energy. Unakula ili mwili uweze kupata kitu cha kutumia kuvunjwa ili ukapate nguvu ya kufanya kazi. Kwa kama umeenda tu kukaa, hautumii energy kubwa sana, there's no need kwa wewe kula mawanga mengi. Kwa nakula kiasi. Asubuhi kwa kuna protein zaidi, matunda zaidi na veggies. Mchana unaweza kuongeza hapo matunda na protein na kawanga kidogo. Usiku tunasemaga usiku kula like you ate your breakfast. Kama ulivyokula breakfast ndio ile iwe dinner. So eventually you're going to sleep. Hauwezi kuitumia vitu vingi. Lakini pia hiyo inatofautiana na kazi pia. Kuna watu ambao ni makuli kule Kariakoo wananyanyua vitu vizito. Obviously pale mchana atabidi ale ugali wako ya kutosha na nyama na matunda, lakini ya balance. Of course sio mlima sana, lakini kiasi ambacho ataitumia. Kwa kuna hiko unakula ni lifestyle. Exercise at least 3 times a week. Do something active. Tembea, mazoezi ya kutembea is the basic kind of mazoezi unaweza kufanya. 30 minutes walk 3 times a week. Inatosha kabisa kuburn. Na muscles zinazo burn ni muscles za thigh na za kwenye calf, hapa juu, hapa nyuma, kwenye miguu nyuma hiyo. Unavotembea vile, just a simple walk with an inclination, kuna kasehemu kama kampando kanashuka, hizi kwa mwili unaburn yale mafuta na kile chakula ambacho umekitunza. Kwa sababu kila chakula mwili unaenda kutunza yaliyobaki tumboni, kwenye around organs. Tunapopasuaga moyo tunakutaga moyo umejaa mafuta, yani ile moyo wote, like kama vile ukimkata kuku unakuta moyo wake umezunguka na yale mafuta ya njano. Mtu ambaye anakula tu vitu vyakula vinaenda kutunzwa anaoga almost like that. Inabidi mwanze kuyatoa kwanza yale mafuta ndio ufikie moyo kule kati mtaka kufanya operations. So it is like that. Na kile chakula wewe pia kinaenda kutunzwa the same way. Na ndio maana kitambi ni rahisi kuja kwa sababu mwili unaonyewa una priorities, nikaweke wapi? Unaenda kutunza kutumboni ambako inakuwa kama shock absorber vile. But most of the time you do not need that. Na mafuta ambayo ni hatari kabisa ni hiyo tunaita abdominal fat. Unajua kwenye mwili kuna mafuta haya hapa juu na kuna ya ndani. Yale ya ndani sasa ndio yale utafanya mazoezi ni magumu sana kuyapunguza. So the best way kupunguza ni prevent them from being there from the beginning. Yani usiupe nafasi ya uenda kutunza kule. Kula ambacho unakitumia. Of course kulingana kama nimesema na kazi. Kwa kuna chakula, mazoezi, avoid or stop alcohol if you can. That is the best way. Usinywe pombe. Haina faida zaidi ya ile raha tu ile buzz unaoipata at that point in time. If you can avoid or stop kabisa sigara. Sigara ina madhara mengi sana. Ni one of the very bad things that you can do to your body. Pamoja tu na magonjwa kawaida, kuna cancer and all those kind of things. Kwenye mapafu inaathiri sana everywhere kwenye mwili. Kwenye moyo, mishipa ya damu, sigara sio nzuri. So yote hayo, kuna magonjwa ambayo specifically wanayapata watu wanaovuta sigara ambayo yanaharibu mishipa ya damu midogo. So sigara is not good. The same way as shisha inaathiri sababu hiyo ni unfiltered, inaenda moja kwenye mapafu. So basically hivyo tu, ukiweza kupunguza hivi vitu, watch what you eat, stresses,
stress za maisha zipo, tunahitajika to pay bills, kuna mapenzi yanatutesa sometimes na all those kind of things zitakuja, but what you can't control, mwachie Mungu atakusaidia. Just do what you can na ambacho it is within your means. Vingine viache kesho, you deal with them tomorrow. So kibalance hivyo vitu, at least you reduce the chance of getting haya magonjwa ambayo sasa hivi tunayaona sana, na ni gharama by the way. Matibabu ya magonjwa ya moyo ni gharama, so utaisaidia wewe mwenyewe, familia yako na kizazi chako usiingie kwenye gharama ya matibabu ya magonjwa ya moyo.